Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya Misa Takatifu Alhamisi baada ya Jumatano ya Majivu. Somo la kwanza. Tazama, ninaweka mbele yako leo baraka au laana. Somo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 15 hadi 20. Musa alinena na watu akawaambia, tazama, ninakuwekea leo mbele yako uzima na heri, mauti na uovu. Ukisikiliza amri za Bwana Mungu wako ninazokuamuru leo, na kumpenda Bwana Mungu wako, ukizifuata njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, utaishi na kuongezeka. Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi unayoingia iwe yako. Lakini moyo wako ukigeuka usisikilize, ukivutwa na miungu mingine kuiabudu na kuitumikia, ninakuhakikishia leo utaangamia. Hutaishi muda mrefu katika nchi unayokwenda kuimiliki uvukapo Yordani. Ninakushuhudishia mbingu na dunia. Ninakuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka au laana. Chagua basi uzima, uishi wewe na kizazi chako, kwa kumpenda Bwana Mungu wako, kwa kusikiliza sauti yake na kuambatana naye, kwa kuwa huo ndio uzima wako na kudumu kwako muda mrefu katika nchi Bwana aliyowaapia kuwapa baba zako Abrahamu, Isaka na Yakobo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, 3 hadi 4 na mstari wa 6. Kiitikio: heri mtu yule anayemtumainia Bwana. Heri mtu yule anayemtumainia Bwana. Heri mtu yule asiyefuata shauri la waovu, asiyesimama katika njia ya wakosefu, wala kukaa katika baraza la wenye mzaha, bali furaha yake ni katika sheria ya Bwana, na kuitafakari sheria yake mchana na usiku. Heri mtu yule anayemtumainia Bwana. Naye ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, unaozaa matunda kwa wakati wake, wala majani yake hayanyauki. Kila wafanyalo linafanikiwa. Heri mtu yule anayemtumainia Bwana. Sivyo walivyo waovu, wao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Maana Bwana anatunza ujia yao waadilifu, lakini njia ya waovu itapotea. Heri mtu yule anayemtumainia Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Tubuni, asema Bwana, kwa maana ufalme wa mbinguni tumekaribia. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili. Mtu akiipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiokoa. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura ya 9 mstari wa 22 hadi 25. Wakati ule Yesu aliwaambia wanafunzi wake akasema, lazima mwana wa mtu kupatwa na mateso mengi, kukataliwa na wazee pia na makuhani wakuu na waandishi, na kuuawa
na siku ya tatu kufufuka. Akawaambia wote, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikane mwenyewe, lazima ajituke msalaba wake kila siku anifuate. Kwa maana mtu akitaka kuisalimisha nafsi yake ataipoteza, lakini mtu akiipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiokoa. Yamfaa mtu nini akipata dunia yote, lakini kujipoteza au kujiangamiza mwenyewe? Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.